Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia kwa siku ya leo. Mgombea ubunge wa jimbo la Uyole kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Tulia Ackson amesema ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka wa 2025-2030 imejipanga kuwawezesha wananchi kwa kuwawekea mazingira chanya ya kujiinua kiuchumi. Utawala wa kijeshi nchini Mali umetangaza kusitishwa kwa ushirikiano wa kukabiliana na ugaidi la taifa la Ufaransa na umewafukuza wafanyakazi 5 wa ubalozi wa Ufaransa nchini Mali. Na katika michezo, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amewataja wachezaji Mohamed Bajabel na Abdulazaki Hamza kuwa ndio wachezaji pekee watakaokosa mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Gaborone United Septemba 28 kutokana na majeraha yanayowakabili. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Brown Tinda. Mgombea ubunge wa jimbo la Uyole kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Tulia Ackson amesema ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030 imejipanga kuwawezesha wananchi kwa kuwawekea mazingira chanya ya kujiinua kiuchumi. Daktari Tulia ameahidi endapo atachaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Uyole atahakikisha makundi ya vijana, kina mama na wazee yanapata mikopo nafuu ili makundi hayo yaweze kujikwamua kiuchumi. Undani wa taarifa hii anao mwanahabari Esau Godwin. Akiwa katika mwendelezo wa kampeni zake za ubunge katika kata ya Itezi, Daktari Tulia amesema katika kuwezesha wananchi, CCM imejipanga kujenga masoko mapya na kituo cha kimataifa cha mazao na kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji biashara. Lakini sasa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030 amejipanga kwa ajili ya kuwezesha wananchi. Nyenzo mojawapo ni masoko. Lakini tumefanya nini mpaka sasa? Leo si siku ya hesabu. Tumejitahidi na tutaendelea kujitahidi. Tumejitahidi kuvifikia vikundi vingi ili viweze kupata ule mkopo wa 10%. Lakini najua wako wamama wenye uhitaji na waliomba mkopo bado hawajapata. Najua wako vijana wenye uhitaji waliomba mkopo hawajapata. Lakini msiwe na wasiwasi. Hapa mtakapomchagua Kapolesia, hapa mtakapomchagua Tulia, hapa mtakapompa kura nyingi Dr. Samia Suluhu Hassan, mikopo mingi zaidi itakuja hapa. Tutahakikisha tunawapigania vijana, tunawapigania kina mama, tunawapigania kina baba, wote wanaojishughulisha waweze kupata mikopo kwa kadri ya uhitaji wao. Amen. CCM oye! CCM oye! Sasa kwenye hilo eneo ni pamoja na ujenzi wa soko. Kwa hivyo mkituchagua tutatafuta wadau tuanze ujenzi wa soko ili na sisi Wanaitezi tuwe na soko kubwa kama la Igawilo na kuzidi. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo hilo pia msiwe na wasiwasi na sisi. Kwa nini? Kwa sababu unapozungumza na ninyi mnafahamu pale kwenye maonesho ya 8 mwaka huu hayakufanyika. Kwa nini hayakufanyika? Ni kwa sababu upo ujenzi mkubwa wa kituo cha maonyesho ya kimataifa kinajengwa hapo. Daktari Tulia ameahidi endapo atachaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Uyole atahakikisha makundi ya vijana, akina mama na wazee yanapata mikopo nafuu ili makundi hayo yaweze kujikwamua kiuchumi. Siasa na ni sehemu ya Uyole. Na sio tu kituo cha maonesho ya kilimo cha kimataifa, lakini pale pia kutakuwa na soko kubwa la kimataifa la mazao.
Manake ni nini? Sisi wana Uyole tunakuwa wafaidika wa kwanza kwa sababu sisi ndio wenye Uyole yetu na pale ni Uyole. CCM oyee! Sajipanga kwa ajili ya kazi, ndio maana tunasema Uyole kazi kazi kazi, ukipenda UK. CCM oyee! CCM oyee! Lakini hapa kwenye uwezeshaji wananchi kiuchumi tutajipanga zaidi kuwafikia kina mama wengi zaidi wenye mitaji midogo, na nyie mnajua hiyo kazi tulishaanza, tutaendelea nayo. Na pale kwa mbali naona kuna mama amebeba matikiti kichwani, ni wamama kama hawa ambao tunatamani tuwasaidie. Na kule nyuma nimemwona mama mwingine anauza mandazi. Kina mama kama hawa tunatamani tuwape mtaji zaidi, tutawafikia wengi zaidi, kwa sababu wakati ule tunahudumia jamani kata 36 sio padogo. Lakini sasa tunakata 13. Mwana Uyole usiwe na wasiwasi, tumejipanga kwa ajili ya kazi. CCM oyee! Lakini mama yetu huyu hapa Dr. Tulia, mbunge pekee ambaye tunakwenda kumchagua jimbo la Uyole, ambaye anaongoza wananchi kwa lugha mbalimbali duniani. Anaongoza wanaitezi kwa lugha ya Kiswahili na lugha mbalimbali. Anaongoza bunge letu kwa lugha ya Kiswahili kwa lugha mbalimbali. Alikiwa Geneva Uswisi anapiga kimombo, Kisafwa, Kinyakyusa, Kikinga, ndio hiki hapa chumba. Dr. Tulia wewe. Sisi wana Uyole kimsingi tuna madini yenye thamani ambao ni Daktari Tulia Ackson. Na kimsingi huyu mama inatakiwa tumpe kula nyingi mno, nyingi mno, nyingi. Hapo vipi? Wewe tarehe 29 chukua mpira. Inatarajia kufanya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu kwa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge pamoja na madiwani. Esau Godin, Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Songwe CPA Cecilia Kavishe amewapongeza na kuwashukuru wananchi wa wilaya ya Songwe kwa mwitikio mzuri katika kulipa ushuru na kodi mbalimbali zinazokusanywa na halmashauri. Akizungumza ofisini kwake, Kavishe amesema kuwa mwitikio mzuri wa wananchi katika kulipa kodi na ushuru umewawezesha kuendelea kutekelezwa kwa miradi ya mapato ya ndani, huku akibainisha mwaka wa fedha 2024-2025 walikusudia kukusanya bilioni 4.3 na wamefanikiwa kukusanya bilioni 5, na kwamba kwa mwaka huu wa fedha wanategemea kukusanya bilioni 6. Mwanahabari Recho Mgala ana taarifa zaidi. CPA Kavishe amesema mafanikio hayo yanatokana na ushirikiano uliopo kati ya viongozi wa kata na elimu ambayo wamekuwa wakiitoa kwa wananchi kuhusiana na umuhimu wa kulipa kodi kwa njia ya maridhiano pasi na kutumia nguvu. Kwa jina naitwa CPA Cecilia Kavishe, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Songwe. Nipo hapo kwa ajili ya kuelezea namna ambavyo halmashauri yetu inaendesha shughuli zake kwenye eneo la mapato ya ndani. Kwanza kabisa nashukuru waheshimiwa madiwani, nashukuru wenyeviti wa vijiji, watendaji wetu wa vijiji, watendaji wa kata, pamoja na watumishi wote kwa ujumla, hata wale wakusanyaji mapato pamoja na kikosi maalum cha kusanyaji mapato, lakini pia na ofisi ya mkuu wetu wa wilaya, ambao wote wananipa ushirikiano kwenye makusanyo ya mapato. Kama kwa mwaka wa fedha 24-25 tulikuwa tunatakiwa tukusanye bilioni 4.3, tumeweza kukusanya bilioni 5, na mwaka huu pia tunategemea tutakusanya zaidi ya bilioni 6, na yote haya ni kwa ajili ya ushirikiano ambao tunaupata kutoka kwenye makundi ambayo nimeweza kuyataja. Lakini kubwa kabisa ni wananchi. Wananchi kwa kweli wanatupa ushirikiano mkubwa sana kwa wilaya yetu ya Songwe yote, wakiwa wanashirikiana na viongozi wao, ambako kundi letu kubwa hili kuna viongozi wa wafanyabiashara, kuna viongozi wa wachimbaji, kuna viongozi wa magulio. Kwa hiyo wote hawa kama kuna changamoto yoyote basi tunaisolve kwa wakati ili tuweze kukusanya tozo hizi pasipo kelele yoyote. Na hatupendi pia kukusanya mapato kwa kutumia nguvu. Tunatumia maridhiano zaidi, kwamba kama kuna changamoto basi tunaita viongozi, tunaongea nao wanaenda kushusha kule chini, lakini pia wakihitaji na sisi tuweze kushuka nao chini, tunazunguka nao kama tulivyofanya kwenye eneo la Liseni, tunaweza kuzunguka nao kwenye kwenye kata zote za wilaya yetu na kuweza kupata solution kwenye eneo la Liseni. Na mpaka sasa Liseni wananchi wanakata wenyewe pasipo bughudha yoyote. Kwa hiyo unaweza kuona tu kwamba
eneo la maridhiano ni mazuri zaidi kuliko kutumia nguvu. Kwa hiyo kwa halmashauri ya Songwe hiyo ni kitu ambacho tunakifanya, lakini pia tunakusanya na je, tunafanya nini? Kwa kweli Aidha, CPA Kavishe amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na halmashauri kwa kulipa kodi na ushuru kwa wakati na uaminifu ili serikali iendelee kuwahudumia, huku akiahidi wao kama viongozi wa halmashauri kuendelea kufanya vizuri. Hata hivyo, Kavishe amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na halmashauri kwa kulipa kodi na ushuru kwa wakati na uaminifu ili serikali iendelee kuwahudumia. Rachel Mgala, Dream Media Habari. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Fausta Sanga. Tukianza na huko Mali. Utawala wa kijeshi nchini Mali umetangaza kusitishwa kwa ushirikiano kukabiliana na ugaidi na taifa la Ufaransa na umewafukuza wafanyakazi 5 wa ubalozi wa Ufaransa nchini Mali. Barua ya siri ilionekana na shirika la habari la Associated Press imeeleza kusitishwa kwa ushirikiano huo katika wakati ambapo kuna mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Barua hiyo ya Septemba 17 mwaka huu kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali kwa ubalozi wa Ufaransa mjini Bamako imesema wafanyakazi hao 5 wametangazwa kuwa watu wasiokaribishwa na itatangaza kusitishwa kwa ushirikiano wote wa kimataifa katika mapambano dhidi ya ugaidi. Chanzo cha kidiplomasia cha Ufaransa kimeiambia AP kwamba hatua hiyo ya Mali ilikuwa ni jibu kwa uamuzi wa Ufaransa wiki iliyopita na kuwafukuza maafisa 2 wa kijasusi wa Mali waliokuwa wakifanya kazi katika ubalozi wa Mali mjini Paris. Na hatimaye ni huko Somalia. Rais Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia amesema kuwa nchi yake inaendelea kutiwa wasiwasi na mateso na maasibu wanayopitia wananchi wa Palestina na kutaka kufikia mapatano ya kusimamishwa kwa vita haraka iwezekanavyo katika ukanda wa Gaza. Rais wa Somalia ametoa wito kufikiwa usitishaji wa vita wa haraka na wa kudumu, kuruhusiwa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza na kuhusishwa kwa juhudi za kutatua suluhu ya nchi mbili kama njia pekee inayowezekana kwa ajili ya haki na amani ya kudumu katika eneo la Mashariki ya Kati. Rais Mohamud amesema kuwa Somalia, ambaye si mwakilishi wa kudumu wa Baraza la Usalama, imekuwa ikifanya kazi bila kuchoka ili kuhakikisha kuwa amani, utulivu na fursa za pamoja zinapatikana kote ulimwenguni. Katika kukabiliana na makundi ya kigaidi, Rais wa Somalia amewasifu washirika wa kimataifa wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki katika mapambano yake dhidi ya ugaidi na kuvipongeza vikosi vya usalama vya Somalia kwa kujitolea na ujasiri usioyumba dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab na ISIA. Fausta Sanga, Dream Media Habari. Na huo ndio mwisho wa Dream Media Habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.